Ndugu zangu Waislamu, kuonyesha dini ya Uislamu dini ya uadilifu inaenda sambamba na maumbile ya wanadamu, kwa sababu inatoka kwa Allah al-Hakim katika masuala ya miamala, katika vitu ambavyo mwanadamu anavihitajia ni kuoa. Kuna dini ukishakuwa wewe ni mtu wa dini, yaani ukishakuwa ni kama kiongozi wa dini usikuoa. Sasa usikuoa wewe sasa wewe ishiriki. Ndio makesi ya kuwaita watoto, makesi ya uoa. Juzi kuna mtu mmoja nilisoma katika barua. Kuna pasta Suleiman katika barua sema bali basi. Nataka niishi maisha yangu ya kawaida. Yaani maana yake kila anaandika pale, anaandika barua bila kujitoa katika vifungo. Wewe kwa misala kwa free. Kama hivyo swali tunaliza hapo, una uwezo wa kuwa na watu wanne. Basi kiume bwana. Zina ya nisafiri. Lakini unamzuia mtu unamwambia sioe. Halafu wakati huo yeye ni mtu mzima anaanza yake tena. Ni lazima afungua mlango ile. Ndio hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala afungua mlango. Mwanamume yeyote ambaye yuko huru, yani rajul hur, anaruhusiwa kuoa wanawake wanne. Sababu anaangalia kwa lazima sio ndugu yangu Islamu ni mmoja. Maana hiyo wanawake wanne na mke mmoja kwa mwezi. Vikawa vishi. Baada ya kutumia mtu bibi unajihurumia hata yako. Huyo mwanamke mmoja tu anakuletea susi, sio unafanyaje? Sio rudia. Sasa kuna mwenzako yeye wanawake wawili mmoja hamtoshi, sheria kumfungulia na Mungu. Fakuma baba mina kisa, mafna wa thulatha wa ruba. Unanishi wanaharamisha. Haramu kwa mwanamke mmoja, mwanamke wawili. Lakini zina hawafanyaje? Hawaharamishi. Leo watu wanapiga kwa kelele, "Oh, chuo na hiki." Watoto wanachubaniwa leo kama wanadai hiyo chuo nitakie Mungu muozeshe. Basi unanganya mtu. Kama wewe unapitia hiyo vio unapata sasa. Wewe mwanamke na mwanaume sio haruhusiwi kuingia kwenye hostel. Wala sio hostel. Watoto wako shule kujiunga na Uislamu wanaenda kuishi ndani. Yaani mwanao anachuoni anaishi na mwanamume anataka kuolewa, anampikia, anamfulia kila miaka mingi asome kupitia sheria nyingine sio ya dini. Wanadanganywa kujenga magonjwa hayatiki. Mimi sizote wanasema kuna wangapi leo wanaishi kwa fahari kama haya kijiji ya dini. Hiyo sio fahari. Fahari kuona binti yako kuolewa kwenye ndoa, anazaa ndani ya ndoa. Hii ndio wanachezea na watu wote kama. Tena mimi kutokana na mifumo ya elimu hiyo, mtoto akishafika chuo kikuu anatengeneza mazingira kama yeye tayari yeye ashakuwa anajiamulia yeye. Ndio halipo. Binti akimaliza chuo ni mwanao, waambie kama kazi huna utokishi nyumbani. Unapika, unakufua, unakudeki. Unaweza wewe. Wewe ndio unaweza chuo kama yule unasema anafikia maisha. Hebu ni watu wafanye kuangalia wewe kijana sasa. Maisha na kupeleka ukisikia kwenye mkono usikia. Mwanamke akifikia anafanya kazi, yaani amejitegemea kimaisha. Anapokosa pesa na dini hana, njia yake ya kwanza ni kujiuza. Ndio tufikie. Hapa bwana huyo bwana kwenye nyumba, kuna bwana kwa ana mnyanguo, kuna bwana anakia hoja, kuna bwana ana matatizo. Wanaume watano wanasimama mwanamke atakujinja kusimika. Alafu anachukua kile atamuozeshe, sema milioni moja utakuibe pesa yake. Hao wanamchezea chuoni wa huyu. Ndugu zangu Waislamu, ni kama Uislamu hivi. Lakini pia kuonyesha uadilifu wa Uislamu katika lengo kama hilo ni masuala ya talaka. Na dalili ya nguvu za maisha sisi hayatuna. Umeshinda mzigo wa bwana. Tanzania. Kila la heri. Sema utafutie unaelekea wapi? Ndio. Useme unaelekea wapi? Lakini watu wanajaribu kuvunja sheria ya Allah, wakaweka masuala ya nguvu za maisha. Mkishaonyesha pale hakuna kuachana. Yaani mwanamke hata fanya nini? Huyo ni wapanga tu hiyo. Ishaandikwa kwa Mungu. Nilikwenda
sheria mke mmoja kwa mzungu. Sheria mke mmoja hakuwekea mzungu ndio hakuwekea. Wenyewe si tunasoma mambo ya historia. Kuna mtende kwa mke mmoja. Yaani hao watende wa makabila chief ana mke mmoja. Sheria ya Kiislamu inakwenda limit, yaani mwisho, ukomo wa mwisho kuwa ni watu wanne. Sio ile kuanzisha sheria kuwa kwa hapana. Ukisikia mtu anatanganya kama hiyo wewe muulize swali. Machifu wote hawa walikuwa Tanzania, chifu gani wala kemo. Bali alikuwa mtu kutoka kijana kwa siku mbili. Wote kwa hapo wote wapeleka binti zao na mtu asitafakari kutoka kwa yeye. Katika uadilifu wa Uislamu masala ya hapa si gani sana kwa mfano mmoja. Zamani ilikuwa mirathi anarithi mtoto mkubwa. Nikisema zamani maana yake kabla ya Uislamu, kama vile mtoto mkubwa baada ya kufariki mali za shule. Bali mwanamke anarithiwa. Watoto wadogo wanawake hawapati. Huo ndio mfumo kwetu. Na hiyo ndio msikangania mtu akwambie maarabu. Wala watu wanaonea kule, wewe mwenyewe kabila lako, soma historia kabila lako. Hata sasa hivi huku kijijini kwenu, mambo yanajua. Mtoto mbele mdogo hadithi. Wanaita kuzini. Uislamu ulipokuja ukafanya uadilifu kwenye masuala ya kaka. Mpaka mimba kama kaacha mimba ya pesa. Sheria ya Kiislamu inakuja kuweka mirathi ya mume. Niambie nchi gani iliyoweka mume na mirathi ya chini? Mtu kafariki kaacha binti amefariki ameacha mume. Kwa mujibu wa sheria, yule mume atakiwa apewe sehemu ya mali ya mkewe. Itaangaliwa kama ikiwa mali hiyo, yaani mume mke kafa ameacha mtoto. Mume wa marehemu atapewa robo ya mali ya mkewe. Bila kujali kama mume alipata grashi, maana mtu anasema, wewe mbona unasusi? Mwanangu mbona hajiwa? Heshimu ndoa. Ndio maana subiri uko na mimi nimekuozesha. Mimi nimekuozesha maana yake hiyo. Kama hawajazaa anakuwa nusu ya mali. Sasa hivi ushasikia wapi mwanaume kapishwa ndani ya mkewe? Bali wewe pengine kuna mtu hapa ni katika Uislamu, yeye alisimamia kuhakikisha sheria yake anakosa mirathi. Anamfukuza. Wewe kuna nini? Ulikuwa na nini? Yeyote aliyeshiriki katika dini siku ya kiyama, wewe sheria yako bila Mungu mirathi yake. Utakuja siku ya kiyama hakuna mali, hakuna dinari wala dirham. Swala zako, zaka zako, somo zako zote atapewa yeye. Hata alikuwa kama alikuwa mteja, mteja wako alikuwa mteja. Sikumweleza mmoja kaka. Dada kafariki hata benki bilioni 1. Shemeji yako kwa hajazaa mtoto, ikule hana mtoto, wala ukaka hajazaa naye. Atapewa kwa milioni 500. Mzee uko tayari au unakuja kwanza na kupigana? Lakini hiyo kinyume chake. Hiyo kinyume chake. Kafa mwanamume. Ukoo mzima shida. Ukoo mzima wanapigana simu. Hata kama kuna mtu hatakiwa. Leo kile siku kwa mama mirathi ya mwaneki. Mbona huko ile Uislamu ile Uislamu ndio uadilifu. Kwa hiyo ya jamaa alihadithi ya tu. Lakini dini hiyo Uislamu ili kuwa bora lazima tuambiane yale mazuri ya Uislamu. Kwa hiyo miongoni mwa mazuri ya Uislamu hiyo aliyasema kwamba Uislamu ni uadilifu katika kila sehemu. Tukisema kueleza